عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. المجلس 20 في فضيلة صيام 6 أيام من شوال. Somo la 20 linafundisha ubora wa funga ya 6 Shawwal, siku 6 baada ya Ramadhani. Katika surati An'am Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, mtu ambaye atakuja na jema moja basi yeye atapata 10 mfano wake. Kwa maana ashru hasanat amthaluha fadlan min Allahi ta'ala, atakuja kupata mema 10 mfano wa hilo moja alilolifanya. Ni fadhila yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Wa qaraa Yaqub 10 bitanwin, ameisoma Yaqubu neno 10 akaliweka kwa tanwini. Wa amthaluha birraf'i, akasoma ile amthaluha kwa kuirufaisha ala alwasfi, juu ya kuwa ni sifa. Wa hadha ma wa'ada min alidhafi, na haya ndio yale aliyoyaahidi Mwenyezi Mungu miongoni mwa nyongeza. Angalia jema moja, lakini wewe unalipwa 10 kwa sababu ya jambo lako moja. Kwa maana ukifunga siku moja ya 6 Shawwal inakuwa ni sawa kama umefunga siku 10, na ikiwa umefunga siku 6 ni sawa sawa umefunga siku ngapi? Siku 60. Waqad jaa alwa'du bi70 wa 700 wa bighairi hisabi, lakini pia yamekuja maneno ya kuonesha miadi ya kulipwa kwa nyongeza 70, lakini pia wa 700, pia kuna nyongeza 700, afu wa bighairi hisabin, na kuna waadi mwingine huo Mungu ameahidi malipo ni bighairi hisabi, kwamba mtu atalipwa pasipokuwa na hisabu. Walidhalika qila, na kwa sababu hiyo pakasemwa almuradu bil asharat, kusudio la kutajwa neno 10 maana yake ni alkathratu duna aladadi, ni wingi tu usiokuwa na idadi. Waman jaa bisayyiati, na mtu ambaye amekuja na tendo baya, fala yujza illa mithluha, hatulipwa isipokuwa atalipwa kwa mfano wa baya hilo moja tu. Hapa ni moja kwa moja kwenye ubaya, lakini kwenye wema 1 kwa 10. Angalia fadhila yake Mwenyezi Mungu hiyo na mapenzi yake kwa waja wake. Mungu anatupenda, anatuhurumia, na wala hataki tuingie motoni, ndio maana anaweka vitu kama hivi. Qadiyatu liladli, kwamba hii ni qadhiya, hukumu ya uadilifu. Qadiyatu liladli, ni hukumu hii ya uadilifu 1 kwa 1. Wahum la yudhlamun, na hali ya kuwa wao hawatadhulumiwa. Binaqsi thawabi wa ziyadati liqabi, hawatadhulumiwa kwa kupunguziwa thawabu
na wala hawatadhulumiwa kwa kuongezewa adhabu. Tafsiri hii anaitoa Qadhi al-Baydawi. Ruya ani nabii sallallahu alayhi wa alihi, yamepokewa maneno kutoka kwake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maneno Mtume anasema, man salla alayya yawm aljum'a 100 marra, mtu ambaye atakayeniswalia mimi siku ya Aljumaa mara 100, jaa yawm alqiyamati wa ma'ahu nurun, mtu huyo atakuja siku ya Kiyama yuko pamoja na nuru. Law qusima dhalika an-nur baina al-khalaiq kullihim lawasa'ahum, lau kama ile nuru itagawanywa baina ya viumbe walioko maeneo yale, basi ile nuru itawaenea wote. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi, man salla alayya marratan, mtu ambaye ameniswalia mimi mara moja, fala dhanba lahu dharratan wala habatan, yeye hana dhambi mtu huyo, dhambi hana mtu huyo, dharratan wala habatan, si punje wala si vumbi. Hiyo dharra ni uzito kama wa vumbi, punje ya vumbi. Hana dhambi mtu hata kiasi hicho. Lakini wala haba, wala punje kama ya mtama, kama ya ufuta, kama ya, hana dhambi ya aina yoyote. Zubdatul waidhina hiyo. Ukiona hiyo akhraja mbele kuna mimu ni Muslimu, akhraja Muslimu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Mungu anasamehe dhambi zote. Dhambi isiyosamehewa labda ni mtu amekufa na tatizo la shirki, tena kafa nayo hiyo shirki, ndio Mungu hatosamehe. Lakini maasiya mengine haya Mwenyezi Mungu ana nafasi yake ya kumsamehe mja wake. Mja naye ana nafasi yake ya kumtaka radhi, kumtaka toba Mola wake. Naam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ubay wa Abi Ayyub, hadithi imetoka kwake Sayyidina Abi Hurairah na Sayyidina Abi Ayyub ani nabii alayhi salatu wassalam annahu qala, wa Bwana Mtume amesema, man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal, mtu ambaye amefunga mwezi Ramadhani kisha akafatilizia mwisho kufunga siku 6 baada ya Ramadhani, min Shawwal, siku 6 hizi za mwezi Shawwali, mwezi mfungo mosi, kana kasiyami dahari kulli, imekuwa kama vile ni ufungaji wa mwaka mzima. Kwa kufunga siku 6 tu ni sawa kama amefunga mwaka mzima. Mwaka mzima una siku 360 na ukifunga Ramadhani mwezi mzima ule, alafu ukifunga na siku 6 mbele yake, ni sawa sawa kama amefunga mwaka mzima. Wa huwa maana qawlihi ta'ala, na hii ndio maana ya kauli yake Ta'ala aliposema, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, mtu ambaye atakuja na jema moja, basi yeye Mwenyezi Mungu atampatia 10 mfano wake. Lianna sanata 360 yawman, kwani mwaka mmoja una siku 360. Wa saumu Ramadhan 30 yawma, funga ya Ramadhani siku 30.
wa huwa ya'dilu 300 yaumin, zile siku 30 zinalingana sawa na siku 300, au sio? Ndio fabakia 60 yauman, panabaki siku 60. Kupakibakia siku 60, fa in sama sittan, akija akifunga siku 6 zile, min shawalin, katika mwezi wa mfungo mosi, wa huwa ta'dilu 60 yauman, siku 6 hizo zinalingana sawa na siku 60. Kwa maana hiyo ile kauli ya Mtume anasema ni sawasawa kasiyami dahari, kama mtu aliyefunga mwaka mzima. Fakad kamulat sanatu, mwaka utakuwa umekamilika kwa siku 360 hizo. Wa huwa maana qawlihi alayhi salatu wassalam, na hii ndio maana ya kauli yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal, mtu ambaye amefunga Ramadhani kisha akafuatilizia siku 6 za mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahari kullihi, amekuwa kama vile, imekuwa kama vile ni funga ya mwaka mzima. Wa hukiya an ba'dhi karahatihi hadharan min at-tashbih bi ahli al-kitabi, pamesimuliwa ni kwamba kutokana na baadhi ya watu wenye kuchukia kufunga hizo siku 6. Pana watu huwa wanachukia kufunga siku 6 zile za mwezi wa Shawwali baada ya Ramadhani. Wengine wana visingizio kwamba unajua atoa dharura mbalimbali, lakini kumbe kuna viporo tu vya siku ya Idi ndio vinambabaisha. Kuna wengine wanatoa udhuru wakisema kwamba zile siku 6 zinawahusu akina mama kwa ajili ya ada zao zile ndani ya mwezi. Wengine wanapitisha siku 3, wengine 5, wengine 6, wengine 7 hivyo, kwa vile ndio zije zilipwe ndani ya Shawwali. Hawa wameelewa vibaya. Suna hii ni suna ya wanawake na wanaume, kufunga siku 6 baada ya Ramadhani. Kwa hivyo hukia an ba'dhi karahatihi hadharan min at-tashbihi, kwa sababu tu ya kutahadhari na kujifananisha bi ahli al-kitabi, na ahlu kitabi. Kwenye nini? Fi ziyadatihim ala al-fardhi, juu ya kuzidisha kwao zaidi ya faradhi ahlu kitabi. Wa ujibu anhu, Sheikh anasema mimi nalijibu hilo kwamba eti tukifunga Ramadhani kisha tukafuatia na siku 6 mbele, tutajishabihisha na ahlu kitabi, sababu ahlu kitabi wenyewe wana ziada ya nyongeza walizojiwekea wao. Hii sisi hatujajiwekea, ila aliyotuwekea ni Bwana Mtume Muhammad, na jambo likiwekwa na Mtume hilo halina mushkili, limetoka kwa Mungu. Maana bi annahu qad zala tashabbuh bifadli yaumil fitri, bifasli yaumil fitri, kwani hapa kufanana kumeshaondoka. Qad zala tashabbuhu, ule mfanano wa kufunga faradhi na kuunganisha mbele yake ziada pameondoka. Kwa nini? Bifasli yaumil fitri, kwa sababu ya kupambanuliwa na ile siku ya Idi. Siku ya Idi Waislamu wote duniani si halali kufunga, ni haramu kufunga. Kwa maana gani? Kwa maana ya kuleta hiyo faslu, kuweka mpaka au kuweka nini usema, kuweka kitenganisho, kijulikane kwamba jana tulifunga fardhi, leo tunakula, kesho ndio tutaanza kufunga sunna. Wali anna al-awwal fardun wal akhar nafila, ni kwamba ile funga ya mwanzo ilikuwa ni fardhi
na funga hii ya mwisho ni sunna. Waruwiya ani nabii sallallahu alayhi wasallam, imepokewa pia hadithi kutoka kwake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, bwana mtume amesema, inna allaha khalaqa as-samawati wal arda, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi, fi 6 ayamin, ndani ya siku 6. Ameumba mbingu na ardhi ndani ya siku 6. Min Shawwalin, ndani ya siku 6 za nini? Za mwezi Shawwal. Faman sama tilka 6, na mtu ambaye atafunga siku 6 hizo, kataba Allahu ta'ala lahu biadadi kulli khalqin min khalqihi hasana, Mwenyezi Mungu atamwandikia mtu huyo kwa idadi ya kila kiumbe alichokiumba Mungu, atamwandikia thawabu mtu yule. Wayamhu anhu sayiati, na atamfutia madhambi yake kwa kiasi kama kile. Wayarfa'u darajatahu, na atamtukuzia daraja yake kwa idadi kama vile ya viumbe wote aliyoumba Mwenyezi Mungu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna lilmayiti 600 udhu, hakika maiti ana viungo 600. Viungo hizi joint hizi. Ala kulli udhuin min a'dha'ihi 1000 famin, kwenye kila kiungo miongoni mwa viungo vyake pana kinywa au vinywa 1000. 1000 famin, midomo 1000. Illa ala alqalbi, isipokuwa kwenye moyo tu. Kwenye moyo hakuna idadi hiyo. Fa innahu mawdhi'u al-ma'rifa, kwa sababu moyoni ndio sehemu ya utambuzi wa kumtambua Mwenyezi Mungu. Faman sama hadhihi 6, na mtu ambaye atakayefunga siku 6 hizo za mwezi Shawwal, hawana Allahu alayhi sakarati al-maut, Mwenyezi Mungu anamfanyia haweni, Mungu anamfanyia takhfifu, anampunguzia ile sakarati al-mauti, ule msongo wa mauti. Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anampunguzia. Kasharabil ma'il barid lil'atshan, inakuwa kama vile ni unywaji wa maji baridi kwa mtu mwenye kiu. Yani vile unavyosikia unywaji wa maji kama vile una kiu kali, alafu ukachukua maji ya baridi ukawa unakunywa, vile unavyoyasikia yakiteremka, kama hivyo ndivyo roho ya mtu itakavyotolewa mfano huo. Mwenyezi Mungu ajalie tuyapate haya. Yale mambo ya rushwa vitandani, mtu anaruka na kitanda na kwenda juu, akirudi chini mara akajipigiza kwenye simenti, watu wanafanya kumbeba kumrudisha kitandani. Nasemaje? Qalu jamani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ndio kafa sasa hivi. Mtihani huo. Kuna wengine wanakufa, unaona kabisa mtu anatabasamu, anakufa ametabasamu. Mwingine anakufa analia. Kulia kule si kwamba nini analia kwamba vile vya peponi kishaviona, mbona nachelewa, huwa analia. Wewe unaweza ukahisi kama vile analia kuna msongo fulani labda unamsumbua, kumbe mwenzako kaona vitu vya raha. Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Naam. Qila, ikasemekanwa, man gharasa shajaratan rajaa lithamaratihi, mtu ambaye amepandikiza mti, lakini ule mti aliopandikiza rajaa lithamaratihi, akawa anatarajia matunda yake kwamba atayapata, atakula. Yasqiha inda zamaniha, mti ule ataumwagia maji kwa nyakati zake. Fa alamatu imsakiha khudra awraq,
Faalamatu imsakiha ni khudratun awraqiha, na alama ya kuthibiti kwake ule mti kwamba kweli umeshika ardhi ni ile kijani ya majani yake, ile rangi ya kijani kwenye majani yake. Hapa ndio utajua kwamba yale maji niliyomwagia mti sasa umefanyaje, umeshika ardhi yake. Fa idha ikhbarat wa madat muddatu, pindi mti ukishakuwa ni wa kijani sana, wa madat mudda, alafu na muda ukawa umepita, thumma asabaha harru shams, kisha ule mche au ule mti ukapatwa na joto la jua, wajaffati awraquha, na majani yake yakawa yamekauka, ndio alima annaha lam tumsik. Hapa atajua yule mwenye mti wake, atajua kwamba ule mti haukushika maji. Wa idha lam tajif awraquha, na ikiwa ule mti majani yake hayajakauka, alima annaha tamsiku au tumsik, atagundua ni kwamba ule mti kumbe umeshika maji vizuri. Fakadha halul abdi fi Ramadan, vile vile huo ndio mfano wa hali ya mtu ndani ya mwezi Ramadhani. Yusari'u ila saumi wassalati walkhairat, mtu anakwenda mbio kufunga, anakwenda mbio kuswali, anakwenda mbio kuyafanya ya kheri mengineyo, rajaa liqabuliha, kwa kutaraji kukubaliwa hayo anayoyafanya. Kwa kutaraji kukubaliwa anayoyafanya. Bibarakati Ramadhan, kwa baraka ya mwezi Ramadhani. Fa alamatu qabuliha, alama ya kukubalika kuwa wewe umefunga Ramadhani na imekubalika, alama yake nini? An yakuna al-abdu ba'da Ramadhan ala at-ta'ati wal-ibadat, ni mtu kuwa baada ya Ramadhani akajikuta yuko tu kwenye ibada, yuko tu kwenye taa. Hii ni alama kwamba Ramadhani aliyofunga imekubalika. Lakini mtihani tulionao mara nyingi tunaona kwamba Ramadhani watu wanakuwa wengi msikitini, watu wanakuwa wema sana hata majumbani, lakini ile siku ya mwisho ya Ramadhani utashangaa siku ya Idi jinsi watu walivyojazana misikitini, kanzu zinavyopita huko barabarani, vilemba vizuri vizuri. Lakini hiyo ndio siku ya mwisho. Baada ya siku hiyo kesho